ukipuuzia dalili ndogo ndogo za kutanuka kwa tezi dume na hatimaye imefikia hali ya mkojo wako kuto kutoka kabisa. Inapofikia hali ya mkojo kuto kutoka kwa mwanaume, ni hali ya hatari ambayo inaenda kusababisha kuathiri figo yako na kuathiri kibofu chako cha mkojo. Kama umewahi kusikia saratani ya kibofu cha mkojo, hii inasababishwa na hali ya mkojo kuto kutoka kabisa nje. Au kama umesikia hali ya mawe kwenye figo, ni hali pia ambayo inasababishwa na mkojo kuto kutoka. Hivyo unapoona dalili yoyote ya tezi dume, hakikisha unachukua hatua mapema ili kuepuka kupata changamoto hizi kubwa ambazo matibabu yake inakuwa ni changamoto zaidi. Afya yako ni uwekezaji wako. Kama una ndugu yoyote ambaye anakabiliwa na kutanuka kwa tezi dume, au ni wewe mwenyewe unakabiliwa na changamoto ya kutanuka kwa tezi dume, aidha umepata matibabu ya upasuaji lakini baadaye imerudi tena, au umetumia dawa nyingi pasipo kupata matumaini na matokeo sahihi. Jeni na Afya nipo kuhakikisha afya yako ya tezi dume inarejea kwenye hali yake awali kwa kwenda kuanza na chanzo cha tatizo lenyewe. Afya yako ni uwekezaji wako.